Kwa mujibu wa taarifa, Al Ahly wanaweza kumkosa Achraf Ben Shaki kutokana na majeraha, na ni miongoni mwa wachezaji mahiri Morocco huyu ambaye amekuwa akitumikia timu ile cheza zaidi kama winga, na mpaka sasa amehusika katika mabao mawili na asisti 2 katika michezo 12 ambayo amecheza ya ligi kuu nchini Misri pale. Watamkosa kuelekea kwenye huu mchezo. Ni faida kwa Young Africans. Ni faida kubwa kwa sababu hata kwenda kwenye takwimu pia za CAF Champions League peke yake amehusika kwenye hayo mabao ambayo tunazungumza. Kwanza yeye ndo kinara wa kutengeneza nafasi za wazi, chances created. Ametengeneza nafasi 3 za wazi kwa timu. Lakini tunafahamu pia Ahly kwa sasa hivi hawana watu wa katikati ambao wanaweza kusema kwamba wanaweza kupush mashambulizi. Ni Imam Ashuru peke yake ambao wanaweza kutumia eneo la katikati. Lakini Ahly mabao yao mengi yamepikwa kwenye maeneo ya pembeni ambao yale mawinga wanaingia ndani, halafu wakina Mohamed Hani wanaingia kupiga crosses. Lakini sasa katikati pale mtu wa kula crosses hayupo. Kwa hiyo lazima wawatumie hawa washambuliaji wa pembeni kama sehemu ya kutengeneza mabao au kufunga. Ndio maana wakati tukienda kuangalia mwenye mechi zao nyingi, Zizou ndio anacheza kama mshambuliaji, lakini yule ni kiungo pase. Kwa hiyo kila ukiangalia Achraf kukosekana kwenye huo mchezo ambao ni mchezaji ambaye yeye ndo anaonekana ana mchango mkubwa kwenye eneo la ushambuliaji wa Ahly, na kuonyesha kabisa kwamba kuna kitu kitapungua kwao, kwa sababu wanaweza akachukua mchezaji mwingine, lakini mchezaji mwingine hata kuwa na ufanisi kama alionao Achraf. Kwa mimi nafikiri ni faida kwa Yanga, lakini pia ni pigo kwa Ahly kwa sababu ni mchezaji ambaye kwao ni sehemu ya nguzo sasa kwa msimu huu. Wana wachezaji 7 walikuwa kwenye michuano ya AFCON, na Young Africans pia ni miongoni mwa klabu ambayo ilitoa wachezaji wengi hasa kwenye AFCON kutoka Tanzania, kuanzia kwenye national team yetu, lakini pia wachezaji wengine ambao walikwenda pia kama Djigui Diarra, naye Dube alikwenda Dube, lakini pia kwa sababu wamemuongeza kiungo mshambuliaji kutoka Uganda Okello, naye pia alikuwa kwenye AFCON. Kuna namna yoyote hawa wachezaji ambao walikuwa kwenye AFCON wanaweza kuathiri test ladha ya mchezo sana, tukaikosa ama tukaipata kutokana na wao kuwepo, au tukaikosa kutokana na wao pia kuwepo? Nafikiri wachezaji ambao wameenda AFCON wamerudi wakiwa tofauti na ambao kabla hawajaenda AFCON. Wachezaji wanaenda AFCON wameenda kucheza kwenye high level ya football kuliko michuano mingine yoyote Afrika. Kwa hiyo wanapata confidence sasa hivi kuliko wachezaji wengi sana ambao hawakwenda. Lakini ukiachana na wao kujiamini, tempo ya AFCON, kasi ya AFCON ni tofauti na ya michuano mingine hii ya kawaida. Kwa hiyo ni sawasawa wametoka kwenye mazoezi magumu afu naenda kukutana na mechi ambayo sio ngumu sana. Maana yake inakuwa ni advantage kubwa sana kwa wao kwenye kuminimize time, lakini kwenye create space wakiwa ndani ya kiwanja. Kwa hiyo nafikiri kuna faida kubwa sana kwenye ndani ya kiwanja, lakini kuna faida kubwa sana kisaikolojia, kujiamini, kwa sababu siku zote mchezaji anaanza kufanikiwa ndani mwake yeye. Akishatoka hapo akaenda uwanjani, anaweza akayachukua yale ambayo yako ndani mwake akayapeleka kiwanjani na yakaonekana. Kwa nafikiri wachezaji ambao wameenda AFCON kwa Ahly, ambao nafikiri pia walikuwepo takriban 7-8 kwa Yanga pia nao walikuwepo. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ina high intensity, na itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ina mahesabu mengi, na cha msingi timu itakayofanikiwa ni ile ambayo itapunguza makosa uwanjani na timu ambayo itatumia nafasi zaidi.